Leo tumekutana hapa TNCC makao makuu kati ya wenzetu wa TNCC pamoja na wenzetu hawa wa TAWOMA, Tanzania Women Miners Association, na wenzetu wa Imani Capital. Tumekutana leo hapa kwa ajili ya kusainiana makubaliano, yani Memorandum of Understanding ya mashirikiano kati ya TAWOMA, TNCC na wenzetu Imani Capital. Makubaliano haya ni katika kuwezesha akina mama ambao wanafanya shughuli za uchimbaji ili waweze kupata mitaji, lakini waweze kupata teknolojia, lakini pia waweze kupata masoko ya madini yale ambayo wanayachimba. Kwa hiyo sisi kama Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC tumeikutanisha pamoja Imani Capital na wenzetu hawa wa TAWOMA ili kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo tumeingia makubaliano na tunaamini makubaliano haya yataanzia kuanzia ngazi ya chini na wale wa size ya kati pamoja na wale wa juu. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba kama inavyosema dira ya 2050, kuhakikisha tunawasaidia akina mama pamoja na vijana katika kufanya biashara. Na huu ni mfano tu ambao wenzetu Imani Capital wamekuja kushirikiana na TNCC ili kuwezesha akina mama hao ambao wanajishughulisha shughuli za madini. Itakumbukwa hapo zamani ilionekana shughuli za madini wanafanya sana akina baba, lakini sasa hivi wenzetu wa TAWOMA wameonyesha mfano mzuri kabisa kwamba wana uwezo na wanaweza wakafanya biashara au wakafanya uchimbaji wa madini. Na ndio maana TNCC kwa kushirikiana na Capital tumeweza kuwaunganisha pamoja ili waweze kupata fursa mbalimbali za madini na nyinginezo ambazo wenzetu wanatarajia ushiriki na sisi. Lakini hatujaishia hapo tu. Leo nimefarijika sana kwa sababu nimeambia TAWOMA ina wanachama zaidi ya 7,000 nchi nzima. Na sisi kama Chemba wafanyabiashara tumeona hawa wanastahili pia kuwa wanachama wa Chemba wafanyabiashara taifa ya TNCC. Kwa leo hii nimewapa cheti cha mwaka mmoja cha wanachama, na hicho cheti hawalipii, wanakaa nacho bure ndani ya mwaka mmoja, na baada ya mwaka mmoja sasa wenyewe wakifikiria na kuona umuhimu wa kuwa na Chemba ndio wataanza kulipa ile annual fee kwa ajili ya membership. Kwa hiyo nimefarijika sana na wenzetu hawa, ukiwapata wanachama 7,000 kwa wakati mmoja, na nadhani wanapatikana karibu mikoa yote hawa wachimbaji. Kwa sisi kama Chemba wafanyabiashara tumefarijika na tutaendelea kuwapa ushirikiano. Chochote kitakachokuwa kinakuja ndani ya Chemba yenye fursa ya madini, kwa kweli TAWOMA hatuwezi kuwaacha nyuma. Tutaendelea kuwashirikisha, kuwaunganisha na masoko ya ndani na nje ya nchi, lakini kuhakikisha kwamba wanapata huduma kutokana na Chemba yao. Sisi Chemba wafanyabiashara, kama mtakumbuka, ni taasisi ambayo inatoa cheti cha uasili. Cheti hiki ni maana kwamba ukiuza madini yako nje ya nchi, export, ukienda kule unapata punguzo la kikodi. Kwa hiyo tuna imani pia hata wanachama hawa zaidi ya 7,000 ya TAWOMA wakitumia cheti chetu hichi cha uasili wataweza kupata punguzo la kikodi wanapoenda kuuza madini yao nchi mbalimbali. Na tunatoa katika soko la Afrika Mashariki, soko la SADC, soko la ECOWAS, soko la AGOA, soko la China, la India, na sasa hivi katika soko hili huru la Afrika, yani Africa Continental Free Trade Area. Na uzuri ambao ni habari njema tunaendelea kuambia, cheti hiki cha asili kinaendelea kupatikana online sasa hivi kwa njia ya mtandao. Yani unakipata hapo hapo ulipo kupitia katika mfumo wetu unaoitwa TCP, yani Tanzania Chamber Portal. Kwa hiyo niwape hamasa na niwashirikishe wenzetu wa TAWOMA kuhakikisha kwamba wanapochimba madini yao wahakikisha wanatumia cheti hiki cha uasili, yani Certificate of Origin, ili kuhakikisha hawapati matatizo ya kikodi, lakini huko wanakopeleka hayo madini yao wanayapeleka katika sehemu nzuri na hawezi kutapeliwa na kufanya biashara kwa uzuri. Naendelea kusisitiza Chemba wafanya biashara inawakaribisha wanachama wote na wasio wanachama waendelee kujiunga nchi nzima ili waweze kupata fursa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani na nje ya nchi. Pia naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuweka mazingira mazuri ya kibiashara. Kwanza kabisa Imani Capital wametuaminisha kama wanavyojiita jina lao Imani. Wanasema wana financial capacity ya kusaidia vijana, akina mama ili waweze kuwapa mitaji, wawape teknolojia pamoja na vifaa vya uchimbaji. Kwa hiyo tutoe wito kwa vijana wote nchi nzima. Umeona juzi hapa tuna mambo ya kina Gen Z. Vijana wote nchi nzima wahakikisha kwanza wanakuja Chemba, wanajiunga na kuwa wanachama na kuchangamkia fursa kama hizi za madini. Wenzetu wa Imani wametupa nguvu kama walivyojitokeza wenzetu wa TAWOMA. Kwa vijana nchi nzima, fursa ndo hii, waje wajiunge kwa wanachama ili waweze kupata fursa katika maeneo, na si tu kwenye madini tu,
katika sekta mbalimbali, sekta za kilimo, sekta za usafirishaji, sekta za logistic na kila mahali. Kwa hiyo waje kuchangamkia hizo fursa kupitia chemba ya wafanyabiashara. Milango iko wazi, hii ni chemba yao. Kwa hiyo wakija wanapata fursa, na wakipata fursa, ina maana tutatatua tatizo la ajira. Tukitatua tatizo la ajira, watafanya biashara, hizo biashara zitakuwa formalized. Zikishakuwa formalized, wataimprove maisha yao ya kawaida, lakini vile vile wataweza kulipa kodi ya nchi. Wakilipa kodi ya nchi, tutaongeza ile inaitwa tax base, na vile vile kuhakikisha kabisa kodi hiyo inaenda kutumika kwa ajili ya kufanya maendeleo katika nchi yetu kwenye upande wa afya, elimu, barabara na kadhalika. Kwa hiyo vijana wanaruhusiwa kuja, na ndio maana hata sisi Chamber of Commerce tuna dawati au tuna director ambayo inashughulika na youth, women development and investment. Kwa maana hiyo kwamba tunathamini akina mama, tunathamini vijana, na tunawakaribisha wote wawe wanachama ili waweze kuchangamkia fursa zilizoko mbele yao.